kwa kuzoea mafuta. Bwana asifiwe sana. Ama kwa kumzoea mtu wa Mungu. Naweza zoea mtu wa Mungu mpaka akawa ni kama ni mtu wa kawaida kwako. Bwana asifiwe sana. Na unapozoea mtu wa Mungu kuna hatari zinapatikana. Bwana asifiwe sana. Na nimegundua ya kwamba wengi wanateseka kwa sababu ya kumzoea mtu wa Mungu. Wengi wamepigwa kwa sababu ya kukosa kuheshimu mtu anaitwa mtumishi wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kanisa, Bwana asifiwe. Huko nyuma, Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo ni vizuri kuelewa kuna mipaka. Bwana asifiwe sana. Na nataka leo niongee juu ya hatari za kutoheshimu mtu wa Mungu. Na siku nyingine nitaongea juu ya faida za kuheshimu mtu wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Enda nami katika kitabu cha Numbers chapter number 12 verses number 1. Kumzoea mtu wa Mungu. Hata kama mulisoma na yeye, hata kama alikuwa kondoo kabisa darasani. Bwana asifiwe sana. Ulikuwa unamsaidia hesabu ama kizungu ama subjects nyingine yoyote. Bwana asifiwe sana. Lakini sasa kwa neema ya Mungu ni mtumishi wa Mungu kwa haya majira. Bwana asifiwe sana. Na nataka nikusaidie ili upone. Si hapa tu, but popote utakwenda, elewa ya kwamba kuna hatari kwa kuzoea mtu wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Kuna hatari. Mtu anisomee hapo Numbers 12 verse 1. Amen. Karibu.